Namkaribisha Osheniki na Gladi kwa ajili ya kusoma salamu za baba yake kutoka India. Mume wangu ajambo, ni mzima kabisa. Na washukuru watu wa Mungu kwa maombi yenu. Shetani ameshindwa. Uamsho lazima uendelee. Uamsho lazima uendelee. Yu hai leo. Karibu Gladi. Huyu ni mtoto wangu wa pili. Anaitwa Gladilyn. Na huyu ni mtoto wangu wa mwisho. Anaitwa Oshaniki. Mtoka mbali. Na babu yake ndio alimpa huu jina la Osheniki kwa sababu alimtabiria kwamba atakuwa na watu wengi kama bahari. Karibu. Bwana Yesu apewe sifa kanisa. Bwana Yesu apewe sifa sana. Namshukuru Mungu sana kwa kunipa hichi kibali cha kusimama mbele yenu na mbele ya kanisa. Na sikutegemea kama leo nitapata kibali cha kusimama hapa kwa ajili ya kusoma wasifu, lakini nashukuru kwa nafasi hii. Lakini pia kipekee napenda sana kuchukua nafasi hii kushukuru sana makao makuu na meza kuu. Napenda kushukuru maaskofu wote, napenda kushukuru uongozi wa kanisa la KRT, napenda kushukuru wamishonari wote ambao wamefika mahali hapa, napenda kuwashukuru watu wote waliotoka sehemu mbalimbali tofauti na mkaja kutukimbilia katika msiba huu wa babu yetu mpendwa. Mungu awabariki sana. Na tunashukuru na tumepokea upendo wenu ambao mmetuonyesha. Naomba niende moja kwa moja kusoma salamu kutoka kwa askofu wenu mpendwa. Kama mama alivyosema, anawasalimia na tunamshukuru Mungu kwa maombi yenu ambao mmekuwa mkiomba usiku na mchana. Tunawashukuru sana na Mungu awabariki mno. Mbona mjaitikia jamani, au mlikuwa muombi? Mungu awabariki mno. Tunashukuru kwa maombi. Na tunawashukuru ambao bado mnaendelea kuomba. Shujaa wetu atarudi. Kifaa chetu kipo kazini katika matengenezo. Jamani, si mlisomewa ile barua Ilisemaje kwamba yupo katika matengenezo? Si kila mtu jamani anaenda garage, hata gari linahitaji kwenda garage kutengenezwa. Si ndio jamani? Sasa mtu atahubirije kila siku Yesu anaponya na yeye hajawahi kuumwa hata siku moja? Yesu anaponya na yeye hajapitia gereji. Amina. Fundi wetu Yesu Kristo yupo kazini, anatengeneza kifaa chake. Asanteni. Salamu za pole na faraja kutoka kwa askofu mkuu TAG, wapendwa maaskofu na viongozi wakuu wa madhehebu, wapendwa viongozi waandamizi wa serikali, wapendwa wanafamilia, wapendwa waombolezaji wote, na wasalimu wote katika jina kuu la Bwana na Mwokozi wetu Yesu Kristo. Kwa huzuni kubwa, ninapenda kutoa salamu zangu za pole kwa familia iliyoondokewa na baba, familia ya kanisa la Kilimanjaro Revival Temple Moshi mjini, kanisa la nchi la TAG, na wote mnaohudhuria hapa kwa kuondokewa na mpendwa wetu. Askofu wetu mkuu wa kwanza, mchungaji Dr. Emmanuel Lazaro Mwasha, mnamo tarehe 17 Mei 2025, nilitamani sana kuwa pamoja nanyi katika maombolezo haya, lakini kwa sababu zilizo nje ya uwezo wangu haikuwezekana. Lakini moyo wangu uko pamoja nanyi nikiwaombea kwamba Bwana Mungu wa faraja yote awafariji mioyo yenu na kuwatia nguvu katika kipindi hichi kigumu. Askofu Lazaro alianza utumishi mwaka 1959 alipopanda kanisa kijijini kwake Modiu Masama. Aliendelea katika utumishi wake hatua kwa hatua hata kufikia nafasi ya askofu mkuu wa Tanzania Assemblies of God
mwaka 1967 hadi mwaka 1992. Katika wakati huo aliongoza kanisa kutoka katika kanisa changa mpaka kuwa kanisa lenye nguvu. Askofu Lazaro alikuwa ni mwinjilisti mwenye nguvu na ujasiri, aliyezunguka katika nchi yote akihubiri Injili na kufundisha neno la Mungu, lililofuatana na ishara nyingi na miujiza mikubwa. Atakumbukwa kwa moyo wake wa kujitoa katika kupanda makanisa katika maeneo mengi ya Tanzania. Huduma yake imeweka msingi mkubwa katika Tanzania Assemblies of God na kuifanya kuwa moja ya kanisa yanayokuwa na kasi katika ulimwengu. Tunamuenzi kama kiongozi ambaye kujitoa kwake, unyenyekevu wake, msimamo wake usioyumba na msimamo wake thabiti ni mfano wa kuigwa. Alisimama imara wakati wa dhoruba na misukosuko, na wakati wote alitanguliza maslahi ya Kristo na kanisa kwanza. Ujasiri wake, imani yake thabiti na unyenyekevu vilivyochochea umoja na uadilifu wa kanisa. Alidumu katika kujidhabihu kwa Bwana. Alikuwa mtu wa maombi, mwenye maono na msimamo wa kiroho. Alikuwa pia ni mtu aliyepata kutembelewa na wajumbe wa mbinguni, yani malaika, mara kadhaa wakimletea ujumbe na maelekezo ya kazi kutoka kwa Mungu. Alidumisha mshikamano wa kanisa na alisisitiza juu ya amani na ushirikiano. Alihimiza ushirika wenza baina ya TAG na wamishonari wa AGWM, jambo ambalo lilikuwa msingi wa ushirikiano huo kwa makanisa ya AG, Afrika Mashariki na Afrika kwa ujumla. Tunapomuaga mpendwa wetu ambaye maisha yake na mguso wa huduma yake hauna mfano, ninaungama na familia, kanisa la Tanzania Assemblies of God, wamishonari, marafiki, watu wote kwa ujumla kusema amevipiga vita vizuri vya imani. Imani ameilinda na mwendo ameumaliza. Hivyo ninawatia moyo wana TAG wote na sote tulioko hapa, sawa sawa na Wakorinto wa kwanza 15 mstari wa 58 ukisema, basi ndugu zangu wapendwa, muimarike, msikitike, mkazidi sana kutenda kazi ya Bwana siku zote, kwa kuwa mwajua ya kwamba taabu yetu si bure katika Bwana. Bwana aliyetoa, Bwana ametwaa, jina la Bwana libarikiwe. Ndimi ndugu yenu na mtumishi wenu, mchungaji Dr. Barnabas Mtokambali, askofu mkuu wa Tanzania Assemblies of God. Mungu awabariki. Asante, hizo ndio salamu za askofu mkuu baba yenu, na nasimama tu hapa pia kuwashukuru sana kwa ajili ya maombi yenu na pia kwa kuungana na sisi katika msiba huu. Mungu hawabariki sana. Baba yenu ajambo, nitarudi India kwa ajili ya kwenda kumchukua. Mungu awabariki. Asanteni sana. Naomba msishuke, mbakie hapo. Nimkaribishe makamu askofu mkuu kuja hapa mbele. Asante sana kwa hotuba nzuri ya mama askofu kwa niaba ya familia. Tumejisikia na sisi kujengwa. Tumejisikia vizuri. Nadhani na wenzangu mmejisikia vizuri.
Kuna mambo ya kuchukua hapa ukaenda kuyatendea kazi, ukaona Mungu anavyofanya. Lakini nimewataka wabaki hapa, wapige magoti, umbee. Naomba kamati ya utendaji, wajumbe wa halmashauri kuu, wenye viti wa kanda, mpo? Naomba kanisa wote mlioko huko, inueni mikono yenu kuelekea mbele. Tamka neno kwa ajili ya familia hii. Tamka lile ambalo unasikia moyoni wako kutamka. Mabadiliko sio kidogo, mabadiliko ni makubwa. Lakini pamoja na Mungu, mabadiliko yanarahisishwa. Amen. Hebu tuende tuombe. Baba mtakatifu, Mungu wa milele, tunakushukuru. Asante kwenye madhabahu hii. Tuna watoto wa mzee wetu ambao wamelelewa katika kukucha wewe, na leo wameachwa na baba yao. Mfalme wa falme, tunashukuru kwa sababu watoto hawa wamerithishwa Mungu wa wewe, wa yule baba yao, na awe Mungu wao. Malaika waliotembelea baba yao wawe malaika wao. Nguvu iliyotembea katika maisha ya baba yao ikawe nguvu yao. Mfalme wa falme, tunakataa fadhaa yoyote wala mang'amng'amu yoyote. Tunakataa hata njozi mbaya katika jina la Yesu. Tunajua baba kaenda mbinguni. Njozi nyingine yoyote inayokuja kwa mfano wa mzee Lazaro na kusema kitu chochote, Baba, tunakataa. Tunaomba uweza wako, mamlaka yako iwafunike. Yale waliojifunza kwa baba yakawe ndio maisha yao. Baba, kama kanisa tunawaachilia mikononi mwako, kwa jina la Mungu Baba, Mwana na Roho Mtakatifu, na wote tuseme amen. 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 Asante, naweza kusimama. Asante sana. Amani Bwana iende na nyie. Asante sana. Msiogope. Kama mlivyokuwa na baba na Mungu wa baba, kwenu akafunuke maradufu. Amen. Na utumishi wenu ukawe mkuu. Basi